Na maswali kama mawili, lakini haya maswali sio kwa ajili yangu, kwa ajili yenu nyie kina mama. Najua wengi hapa hawana au hamna uwezo huo au confidence hiyo ya kuuliza maswali, kwa sababu wanajua wana vikoba. Mnaweza ukawa una kitu lakini kuuliza hatuwezi. Dada Suma akazungumzia, kasema yeye ni mwalimu anafundisha chuo kikuu wazi, lakini pia akasema kuna mradi anaufanya au anasimamia mradi wa fursa akishirikiana na Clouds. Sasa wengi hapa najua kazungumza tu anasimamia mradi wa fursa. Wengi hatujui huo mradi wa fursa ukoje na namna gani unavyofanya kazi. Sasa moja mradi ambao mkubwa sana na unafanya kazi kubwa sana ni ule mradi wa fursa. Na ule mradi wa fursa nani anaosimamia? Dada Suma. Sasa swali ambalo nataka nimuulize Dada Suma, lakini pia litakuwa na manufaa kwa nyinyi wana vikoba hapa ambao wengi asilimia kubwa kina mama, kwamba Dada Suma akiwa kama mwanamke aliwezaje kusimamia au kuendesha mradi kama ule, na wakati tumezoea miradi mikubwa kama ile au vitu vikubwa kama vile sehemu nyingi duniani zimekuwa zikifanywa au zikiongozwa na wanaume. Sasa Dada Suma yeye kama yeye aliwezaje kuongoza mradi kama ule, kusimamia na mpaka leo hii ukiwa unaleta impact kubwa sana? Hilo swali la kwanza. Lakini swali la pili, kazungumzia pia kashauri kwamba kwa hao wana vikoba hichi kikao kinafanyika mara moja kwa mwezi. Kwa hiyo usikubali mwana vikoba unapokuja kwenye hichi kikao ukaondoka bila kuzungumza kitu chochote. Sasa ili nataka nikueleze Dada Suma, moja ya ugonjwa mkubwa sana kwenye vikoba ni huo, kwamba wana vikoba hawana uwezo huo, yani wa kuzungumza. Na nawazungumza wao wakiwa hapa, hasa wakina mama hawana uwezo huo. Sasa sio namna gani unaweza kuwasaidia watu wao. Kwa hiyo maswali yangu ni hayo mawili kwako. Lakini pia wape uhuru wao watu, kama wana vitu vya kukuuliza, wape uhuru wa kuulize. Wape uhuru, zungumza nao, fanya nao majadiliano. Mimi najua umetembea, umepita sehemu nyingi, kwa hiyo una vitu vingi sana. Wewe natamani sana ushare vile vitu na hao watu. Naamini kuna vitu utajifunza kupitia wewe. Kusema kweli wa Mungu wakati ananiambia nije, nilikuwa sijui na kuja kukutana na watu wa namna gani. Ndio changamoto yangu ya kwanza. Kwa hiyo hata kusema kwamba ukae labda uandae wasilishaji iliniwia ni ngumu. Ni ngumu. Kwa maana ni mchanganyiko wa watu. Wanatofautiana kimtazamo, kiwango cha elimu, mafanikio, vitu vingi. Kwa hiyo nikasema ngoja nifike, niwasikilize, alafu nitajua nizungumzie nini. Binafsi swala lako la kwanza, fursa kweli ni taasisi kubwa, na huu ni mwaka wa 7 tangu nianze. Walianzisha kina Ruge Mutahaba marehemu, sasa Mwenyezi Mungu amrehemu. Lakini mimi nilianza kuiongoza fursa mwaka 2017 na Ruge alikifuata, akaniambia kuna jambo tumelianzisha, lakini naona tumelifanya, tumeendelea, lakini naona ilipofika naomba unisaidie. Nataka nikae pembeni nione mtu mwingine akiweza kulisimamia. Na fursa ni taasisi ambayo inasaidia vijana kuweza kuziona fursa na kuzichangamkia na kufundisha mafunzo ya ujasiriamali. Kama changamoto ambayo tunaiona hapa tulipo, kwamba hatufanani kama ambao vidole vya mikono vilivyo. Watu tuko tofauti kiuwezo. Mwingine naamini kabisa hawezi. Ngoja nijaribu. Unaelewana? Anajiambia hivyo yeye kwamba ngoja tuone. Kwa hiyo kazi yetu sisi fursa ni kuamsha ndoto za watu ambao wanadhani hawawezi kufanya kitu tena. Yaani yeye mwenyewe anasema bwana hapana. Siwezi. Shule imenishinda, sina chochote. Lakini una macho, una mikono, una miguu. Bado jua linachomoza, linazama. Bado tumaini lipo. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tumekuwa tunaifanya kwa miaka yote hii. Kwa mwaka tunazunguka kwa wastani kwa mikoa karibu 10 mpaka 15. Tanzania yote kuzungumza na vijana. Na hapa tuko marika tofauti. Kwa hiyo ndio kazi tunaifanya. Si kazi rahisi, ni changamoto, lakini ni kama vile nilimpongeza mama, ni kitu ambacho naamini kwamba kinaenda kusaidia watu. Kama leo hii ukienda mkoa, labda umeenda Tabora au umeenda Simiyu, ukazungumza na vijana 500, 600,
katika wale 50 wakaamka wakabadilisha maisha yao, wewe hapo umefanikiwa. Kwa hilo ndio lengo letu, kwamba watu waamke, wazalishe, waamke, wafanye kazi, waamke, wajitume. Hiyo ndio kazi yetu sisi kama Fursa, na tumekuwa tunaifanya siku zote kwa imani kabisa, na naamini kama vikoba ndio hiyo kujaribu kutufanya sisi tuamke. Tumefanya makusudi kumpa dada na mama pale aongee, kwa sio kwamba hawana vitu vya kuongea. Mama pale yaani anajua kabisa yuko kwa sababu gani, lakini nakuja sasa kwenye swali lako la pili, kwamba tufanyeje ili watu wazungumze. Kwa tukija hapa, mimi nashauri mkutano wa mwezi, bali na ajenda zingine zote, sababu tunaanza saa 4 mpaka saa 9, si ndio? Kama hapa tuliko sana, kama tunafika 100 sidhani, labda tutakuwa kwenye labda 70 na kitu kama hicho. Kwa kila mtu ashike mic, asimame, aseme ni nani, anatoka wapi, anafanya nini, na kwa nini yuko kwenye kikundi labda cha furaha, cha neema, cha uamsho, malengo yake ni yapi. Kwa mwalimu au mwenyekiti atasikia na mwalimu atayajua. Kwa mkija mfanye hapa mkutano wa mwaka, kwamba alikuja Asha mwezi wa 4 akasema anatamani au auze ukwaju, na tuka tumefanya mwaka umeisha, Asha anafanya nini? Sisi tunataka kuendelea. Asha anafanya nini? Amekwama wapi? Je, hana elimu ya ujuzi wa kufanya kile kitu? Tunaweza kumsaidiaje? Hajui atapataje wateja? Tunamsaidiaje? Je, amekwama kimtaji? Anaisa kiasi gani? Ndio mambo ambayo tunapaswa kuzungumza. Lakini nimekaa hapa leo nilikuwa nasikia zaidi maafa. Kila mtu akisimama ni maafa. Kila mtu akisimama anazungumzia maafa. Yaani kama vile vikoba ni maafa. Kwa tunazungumzia ile gawio ambao mpaka upate tatizo. Hakuna mtu anaongea bana tatizo. Kwa unaweza kuona kwamba sio kitu cha msingi. Kitu cha msingi ni uwekezaji wa mtu mmoja mmoja na wa kikundi, sababu wote tunanufaika. Kwa hayo ndio mambo ambayo tuweke muda kujadili. Maafa inakuwa mwishoni kwenye mengineyo. Jamani, mengineyo ndio maafa. Tuna shingapi? Wangapi walipata matatizo, tunawapa pole. Tumekuwa mchanganyiko kama wauza baba. Lakini haiwezi kuwa ndio ajenda yetu ya kwanza. Tunajadili maafa, kila mtu akisimama maafa tuchangie, watu wamebisha, hatuwezi kuendelea. Nawaambia kweli kabisa, hatuwezi kuendelea. Maafa ni dharura. Hakuna mtu anaomba kwamba mke niumwe au mwanangu au hapana. Kwa tujadili mambo ya msingi. Kama una biashara, unakopa hela unapeleka wapi? Wapi? Na uwekezaji ambao tunafanya hapa wa Posta, gawio ni mpaka hapa mwisho wa mwaka. Kwa miezi yote unayoishi wewe unafanya nini? Unafanya nini? Kwa mimi ningekuwa kabisa katika mkutano wa kila mwezi kuna session moja ya kuulizana tunafanya nini na kuhimizana ili mtu akifanya. Basi kama mama alijenga nyumba, kesho mwingine atengeneza banda la kuku, kesho mwingine atanunua bodaboda, kesho mwingine atanunua deli sura ice cream. Kwa mfano haya madeli naona napita ya ice cream za Azam. Sawa. Yale madeli yalishuka, kuna mtu anauza. Wale watu ile baskeli anapewa kama ilivyo yote nzima. Yeye ananunua zile ice cream tu. Ile baskeli sio yake, anapewa. Kwa ataandika jina, anakaa wapi, labda si mtaa hivyo, anapewa baskeli. Kwa anachonua ni mzigo tu. Na kama akinunua mzigo wa 20,000 kwa mfano, unakuta mara nyingi atazalisha hela mara 2 yake. Kwa hiyo ni nguvu yake tu ya kuzungusha ile baskeli. Si ndivyo? Atafuta wateja auzi. Baskeli unapewa bure mauzi. Kwa kama wewe mwana kikoba, si ndio? Unahisi labda hata 50,000 pesa zako, umetoa 2,000 umefika 50,000. Unaaba kijana nyumbani ana shughuli, anaweza kufanya ile biashara. Akizunguka toka mkunju amezunguka
unashangaa kwa kila siku unaleta 1500 kila siku. Umekosa nini? Na usema kwamba kuweka malengo na kuyafuatilia ni kujua kitu gani naweza kufanya. Fursa iko wapi? Si ndivyo? Kama inawezekana hapa Bunju kuna vikundi vitatu kila mtu anataka anue bodaboda. Kwa kila mtu anaona fursa ni bodaboda. Mambo gani mengine ambayo tunaweza kufanya kama kikundi? Kwa tusifunge yaani wigo wa kutazama mbali. Kuna vitu vidogo vidogo unafanya vinaingiza kila siku. Kwa tuvifikirie hivyo. Sawa ndugu zangu? Vikoba. Kwa hiyo mimi umeuliza swala la mwanamke, asilimia 90 hapa wengi ni wanawake. Yaani wewe ndio umenikumbusha kwamba mimi naongoza afu ni mwanamke. Kwa kikubwa ni uwezo wa kuweza kufanya ile kazi unayofanya. Haijalishi umevaa suruali au sketi. Haijalishi. Kwa hiyo ukubwa ni kwamba unaamini kwamba una uwezo wa kufanya lile jambo. Unaweza kufanya kitu chochote. Na hiyo inashuka mpaka kwetu sisi huku chini. Kwa kama unaona mwenyekiti shida ni watu kuzungumza, wewe inabidi ulitafutie ufumbuzi. Kwa nini waogope? Yaani umekuja mpaka kutoka nyumbani, umeacha watoto, umeacha mume, umeacha kila kitu. Umekuja hapa kuogopa kwa sababu gani? Uogope nini? Nini kikuogopesha? Kwa hatupashi kuona cha kuogopa, kuna cha kupoteza. Sababu umeweka hela, ni uwekezaji, hela za kwako. Uogope kitu gani? Unataka kubadilika, vuta iendelee, wewe uendelee, uogope nini? Kwa tuvunje, unajua sio rahisi. Kwa kusema sio swali, wewe nyosha kusema jamani mimi nawasalimu. Kama nawasalimia nimefurahi kwa hapa. Kwa leo ukisema hivyo kesho utauliza swali. Tumevunja ule ukimya. Yaani umefanya ile hatua ya kwanza kwenda mbele. Na hiyo ndio ngumu kwa wengi. Ile mtu atajua kama labda natetemeka ukishika hivi. Wewe omba jamani kamwene. Kwa siku nyingine ukiwa na swali la biashara, la kikoba, la nini utauliza. Sawa, mnaweza kupanga kwa tunasema wiki ijayo ambao wote tuna biashara. Tunaombaje mwalimu atueleze namna gani ya kutunza kumbukumbu za biashara. Kwamba unawezaje kuweka books of account. Na kikoba chenu kiko vizuri sana kuweza kutunza kumbukumbu. Kama mtu anaweza akatengenezwa hivi kwamba baba mimi na biashara ya dagaa. Nimeanza labda mwaka juzi mpaka sasa nimefika wapi? Hasara ilikuwa kiasi gani? Faida ilikuwa kiasi gani? Nimeuza dagaa kilo ngapi? Mtu akuuliza inabidi uweze kujibu hayo maswali. Kwamba tangu nianze mpaka saa hizi nimeuza kilo za dagaa 1000. Kama hujui hiyo idadi, kuna sehemu unakosea na ni ngumu kukua. Lazima ujue kwamba tangu nianze mpaka leo nimeuza kilo 1000. Nimetengeneza hela kiasi hiki, nimepata faida hii, hasara ilikuwa hii, changamoto ni hizi. Mipango yangu ya mbele ni hii. Hayo ndio mambo ambayo tuzungumze tukikutana. Vikoba, maafa mengineyo. Sawa, uwekezaji, elimu, kujengeana uwezo ili wote tuweze kuzungumza. Mimi naamini watu wana mawazo mazuri sana. Sana. Nani alikuwa anajua pale mama ana mabanda kuku yeye anataka tu aongeze kiwanja kingine. Unaweza kuwa na binti hapa ajue atafanya nini. Sasa kama mama pale ana uwekezaji mkubwa kama wa kuku. Labda ana hisa zake milioni 5, mimi na 50,000. Wapi nakosea? Kwa unakuta kwamba hapa tu tulipo tutafunguana mawazo na kupata ile hamasa kwamba mimi naweza. Je, 50,000 ngoja nikope 100,000 nikanunue deli la barafu. Kwa mashula mabarafu mchana. Uje pesa chochote. Sawa, mimi nilimshauri mama wangu kwamba mama kama uko kwenye kikoba utaweza kukopa, utaweza kutoa hisa. Usije mpaka mwanangu umekuja sijui nichangie 2000 kwa kikoba utakwama. Kwa mimi nataka kukusaidia. Tengeneza unga wa lishe. Wanao tuko wengi. Na mimi nitakutafutia wateja. Kwa nikija nyumbani kutembelea nachukua kilo zangu na kulipa na ondoka. Kwa utachangia kikoba na faida utafanya nini? Utabaki na ujio utakorogea wajukuu zako hawatalala njaa. Ujumbe wangu ni kwamba tusikae bila kufanya kitu. Tusikae bila hivyo itakuwa kutoa hisa ngumu, kutoa marejesho ngumu na utaogopa kukopa. Kwa nini uogope kukopa? Kwa sababu kikoba
kwamba faida ni kukopa. Wewe kuna kiwanja kizuri umetangazwa unaweza kununua. Kwa nini usikope kununua? Kwa nini uogope marejesho? Utafuta shughuli ya kufanya, weka malengo. Mimi mkinalika siku nyingine tufundishane kama ujasiriamali na uwekezaji. Mimi naamini ya masa itakuwa ishapita. Mambo mawili. La kwanza ni kujengeana uwezo. So lazima uweze kuamini kwamba naweza nikazungumza kitu na watu wakasikiliza na kina maana. Hilo la kwanza. La pili, yale malengo yako uliojiwekea, tuje tufundishane. Kwa kama siku nyingine mkinialika, msinialike kwamba kuzungumza kama navyozungumza leo hapa. Naombeni tuje kuzungumza bwana, ukianza hesabu, ukianza biashara, cha kwanza hiki hapa. Kutunza kumbukumbu. Cha pili, mimi nauza dagaa. Nawezaje kusema kwamba nauza dagaa hichi nilichofunga shilingi 1000? Nini kimenifanya niseme hii shilingi 1000 na sio shilingi 500, sio shilingi 2000? Unawezaje kwa lugha gani wanasema kufanya cost? Kiswahili sijui. Labda wanasema namna gani unaweza kutambua au kupanga bei ya vitu ambavyo unauza. Kwa mimi nauza simu shilingi 50. Kwa nini nasema shilingi 50? Kwa ina maana kuna gharama umetumia, umepiga hesabu, ukajua nikiuza hii ice cream shilingi 50, nitarudisha gharama zangu nilizotumia kutengeneza, nitapata faida. Kwa ule mchanganuo ule ndio tuambizane. Ili kama mtu anataka kufunga ubuyu, anataka kutengeneza mandazi, aweze kujua nawezaje kufanya mchanganuo wa kuweza kupanga bei ili nisipate hasara, ili niweze kujilipa. Wengi hatujilipi. Kwamba unafanya biashara bwana unapata faida. Sasa wewe unatumia muda, unatumia nguvu na shughuli pale ujilipi. Kwa wewe tenga kwamba kwa mwezi unajilipa 5000. Au kwa siku unajilipa buku. Unaiweka pembeni. Kwa maana kwa mwezi shilingi ngapi? Shilingi 30. Sasa biashara yako ndogo hicho ndio ambacho unaweza kujipa, lakini lazima ukiweke. Kama ningekuwa najilipa mshahara, ningejipa shilingi ngapi? Kwa pale ndio unaweza kusema kwamba napata faida jamani. Lakini huwezi kusema unapata faida wakati ujilipi mshahara. Na ndo kazi yako umejiajiri. Sasa umejiajiri ujilipi mshahara ni mambo gani? Ndio tunakuta ile kwamba biashara huwezi kukutana kati ya biashara na wewe mwenyewe. Ila biashara leo umechukua umempa mtu nauli, leo umechukua umeenda umenunua unga. Leo si kuna mchango si wa kitchen party umetoa kwenye ile biashara umetoa. Sababu ujilipi. Kwa haya ndio mambo ambayo inabidi tufundishane, kila mtu ajue. Ndio tunasema endelevu, wote tutakuwa endelevu. Vikoba, kwa mimi nawaombeni hao wasawa mawili. Hakuna si mwanamke, hakuna nini. Tutunze familia zetu, tuheshimu waume zetu, tuheshimu wake zetu, lakini jiamini kwamba unaweza kufanya wewe mwenyewe. Na ndio namna hiyo utaweza kutengeneza hata kizazi chako. Leo hii tuna watoto, tunataka watoto wako wawili. Sema bwana mwanangu nampa elimu. Siku zote wanamaliza vioni bado anaendelea kutafuta ajira. Wanatafuta kazi, wanatafuta biashara kufanya. Lakini mtoto anamaliza form 4, la 7 chuo kikuu, anakuta mama amefungua duka lake, lipo. Sasa mama ile duka nadhani, hebu tufanye wewe kama mimi supermarket. Si mpata elimu. Wewe ulikuwa unafanya duka lako dogo la maji, lakini tunapata mwanga. Ataboresha zaidi. Kwa kitu hakifi. Kwa tunaridhisha watoto wetu wa elimu, lakini tunaridhisha watoto wetu biashara na shughuli tunazofanya. Atarithi hii sabuta, atarithi biashara ambayo ulianza hata kama ina udogo wa kiasi gani. Lakini atakuta kumbukumbu, ulikuwa unaandika, ulikuwa unaweka. Sasa mangu alikuwa darasa 7, alifanya hivi. Mimi na elimu ya form 4, form 6 chuo kikuu. Kwa unampa changamoto na yeye kufanya zaidi. Vikoba. Asanteni sana. Pasha lipua. Kisu kimegonga mfupa. Hapo vipi?